Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Ali Gugu, ametoa wito kwa maafisa askari kuongeza bidii, weledi na kujituma ili kuliwezesha Jeshi la Magereza kutekeleza majukumu yake na kufikia malengo yanayotarajiwa. Ametoa wito huo leo wakati wa hafla ya kumwaga Kamishna Jenerali wa Magereza mstaafu Balozi Faustin Kasike iliyofanyika katika Chuo cha Taaluma ya Urekebishaji Ukonga jijini Dar es Salaam, ambapo amesema uaminifu, nidhamu, kujituma na uzalendo ndio msingi wa mafanikio kweli katika utumishi wa umma, na kuwataka watumishi wote kuwa na mwelekeo mmoja kiutendaji kuwezesha jeshi kupiga hatua. Sote tumesikia wasifu wa Mheshimiwa Balozi Faustin Kasike tangu alipojiunga na Jeshi la Magereza mwaka 1989 akiwa na dhamira ya kulitumikia taifa letu hadi alipofikisha safari yake tarehe 9 mwezi Disemba mwaka 2025. Tumesikia namna alivyokuwa mbunifu na kujituma katika majukumu mbalimbali aliyokabidhiwa, hali iliyopelekea kuaminiwa na viongozi wake na kupangiwa kazi katika maeneo muhimu na nyeti wakati wote wa utumishi wake hadi kufikia nafasi ya kuwa mkuu wa Jeshi la Magereza, ambavyo imeelezwa toka mwaka 2018 hadi 2020. Mheshimiwa Balozi, uliweza kudumisha nidhamu na kujituma katika kazi, hali ambayo ilikupelekea ukaaminika zaidi na ukahitajika mbali tu na kutumikia Jeshi la Magereza, lakini tumesikia ukaenda kuwa mtumishi kwenye Chuo cha Ulinzi wa Taifa na kumwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Msumbiji ukiwa katika nafasi ya balozi nchini humo. Kwa upande wa watumishi na askari tunaoendelea na utumishi, nitoe rai nikiwa kwenye nafasi ya utendaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kuwa tufuate nyayo za Kamishna Jenerali wa Magereza mstaafu Mheshimiwa Balozi Kasike kwa kufanya kazi kwa bidii, weledi na kujituma ili tuweze kupata mafanikio binafsi ya utumishi wa umma na pia kuliwezesha jeshi letu kuweza kutekeleza majukumu yake na kufikia malengo yanayotarajiwa. Hivyo tuenzi na kuendeleza mazuri yote yaliyofanywa na kiongozi wetu huyu mstaafu kwa ustawi na maslahi mapana ya taifa. Nitumie pia fursa hii kuhimiza hususan kwa jeshi letu la Magereza, lakini vyombo vyote ambavyo vinaanguka chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, lakini kwa vile mwenyekiti wa kamati ya wakuu wa vyombo vyote, nadhani msisitizo wangu unaweza ukatekelezwa kupitia nafasi yako ya kuwa tuweze kuhimiza na kukubali mabadiliko katika utendaji kazi wetu. Mabadiliko ninayoyaongelea yalenge katika kuboresha utendaji kazi kuendana na hali halisi na mahitaji ya wakati uliopo. Natambua kuwa hakuna mafanikio ya mtumishi wa umma yanayopatikana bila uvumilivu, ushirikiano na msaada kutoka kwa watumishi wenzake. Hivyo nitumie fursa hii kusisitiza suala la ushirikiano tukiwa kazini, mshikamano, umoja na upendo miongoni mwetu, hali ambayo au masuala ambayo ni nguzo muhimu ambazo zitaweza kutufanya tuwe na mwelekeo mmoja wa kiutendaji na hali ambayo itasaidia jeshi na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kupiga hatua kubwa katika utendaji kazi wake wenye tija, na hivyo kuendelea kulipa heshima na kuipa heshima serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na jamii ya Watanzania kwa ujumla. Faraja na furaha kubwa kuona kwamba na mimi nilikuwa sehemu ya jamii ya watumishi wa Jeshi la Magereza ambao kwa pamoja tuliweza kufanya kazi kama ndugu, kama rafiki na kwa kushirikiana katika hali na nyakati mbalimbali, hususani katika kutatua changamoto mbalimbali ambazo zilijitokeza katika safari yetu ya utumishi. Niwakumbushe maofisa na askari
kwamba msisahau kutumia nafasi mliyokuwa nayo kazini kuweza kujiendeleza ili kuweza kwenda sambamba na kasi ya maendeleo ya kitaaluma katika fani ya urekebu wa wahalifu, ili basi muweze kuwa katika nafasi mwafaka ya kuweza kuchangia kuimarisha usalama nchini kupitia jukumu hili la urekebishaji wa wahalifu. Kipindi cha utumishi wake, Mheshimiwa Balozi amelitumikia taifa kwa weledi, uaminifu na kujituma. Utendaji wake mzuri ulimwezesha kupanda vyeo hadi kufikia cheo cha juu ndani ya Jeshi la Magereza, lakini aliweza kushika nafasi mbalimbali za uongozi, na kama ambavyo imezungumza, baadaye aliteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu kuwa balozi nchini Msumbiji, akiwakilisha pia katika Jamhuri ya Madagascar na ufalme wa Eswatini. Ameacha alama katika historia ya Jeshi la Magereza. Katika kipindi cha uongozi wake, jeshi limeshuhudiwa maendeleo makubwa katika maeneo mbalimbali, ikiwemo kuimarika kwa utawala bora, nidhamu kwa watumishi, utekelezaji wa majukumu ya msingi ya jeshi, ustawi wa watumishi, pamoja na kuendelezwa kwa shughuli mbalimbali za jeshi zikiwemo zile za miradi ya uzalishaji. Aidha, alisisitiza matumizi ya taaluma, uwajibikaji, ushirikiano na ubunifu katika utendaji kazi. Uongozi wake ulijengwa katika misingi ya uadilifu, hekima, utu na kujali watu. Itoshe kusema ametuachia mengi ya kujivunia na kujifunza. Tunatambua kwa mafanikio mengi tulionayo leo hii ni sehemu ya matunda ya maono, juhudi na uongozi wake. Pamoja na pongezi na shukurani zetu kwa Mheshimiwa Balozi Kasike, nitumie fursa hii kutoa rai kwa maafisa na askari wa majeshi ya ulinzi na usalama kuiga mfano wa Mheshimiwa Balozi Kasike kwa kuwa wabunifu na kufanya kazi kwa umoja na ushirikiano na mshikamano ili kuenzi na kudumisha amani ya taifa letu la Tanzania.